Karibu. Wakati huu tuzungumze kuhusiana na ubunifu ambao unakuwa na manufaa hasa katika kuleta ama kutatua changamoto katika jamii, na wakati huu tunakukutanisha na kijana aliyetengeneza mashine ya mazoezi ambayo yenyewe imekuwa ikizalisha umeme hasa pale ambapo unafanya mazoezi, na inaweza kuzalisha watt 1000 hadi 2000 ikiwa na uwezo wa kubeba hadi kilo 180, na atatueleza zaidi kwa kina kuhusiana na ubunifu wake huu, lakini hasa mipango pia ya baadaye kuhusiana na hili. Lakini ni moja kati ya vitu pia ambavyo vimekuwa vikifanywa na vijana katika kutengeneza bunifu, lakini kwa namna nyingine pia ni kwa namna gani hizi bunifu zinaweza kutatua changamoto na hata kunufaisha vijana hawa wabunifu. Hapa studioni tumemwalika Abdulkarim Maadhi. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana kaka. Asante sana. Naam, na tutajikumbusha pia katika moja ya simulizi ambazo alifanya mwenzetu kuzungumza naye na kuonesha pia kile ambacho amebuni na namna ambavyo inafanya kazi, hii ikiwa ndio mashine yenyewe sasa ya kufanyia mazoezi. Na karibu Abdulkarim, pengine utupe muhtasari wa huu ubunifu wako. Wazo lilikuwaje mpaka kufikia ukamilifu wake? Angalia watu wengi wanaanza kufanya mazoezi, lakini kadri wanavyoangalia kufanya mazoezi wanakuwa wanatumia gharama kubwa sana, lakini pia vifaa vingi vinatumia kufanya mazoezi vinakosa ule ubora ambao watu wanahitaji. Kwa mfano, vinakupa gharama za kila siku, na zile gharama za kila siku moja wapo ni maintenance, service. Unakuta mashine inaharibika kila siku. Sasa unajikuta yule mtu anayefanya mazoezi inakuwa inampa hasara. Kwa hiyo nikaona kwa nini nisifanye kitu ambacho mtu atakafanya mazoezi lakini kuna kitu anakipata ili kimhamasishe kufanya mazoezi na asiweze kupata hasara zaidi. Kwa kuwa mimi ni mbunifu wa muda mrefu, nikaanza kufuatilia. Kuna vifaa vipo vinatengenezwa lakini vina gharama kubwa sana, kwa mtu mwenye uchumi wa kawaida hawezi kuvimudu. Kwa hiyo ndio nikaja na wazo la kutengeneza huu mfumo. Kwa hiyo mfumo unatofanya ni kwamba mtu anatembea lakini hahitaji umeme wowote. Nimeweka ni mfumo wa mechanic. Maana yake una bearing nyingi sana. Kuna vitu ambavyo vinatengeneza wepesi. Ikitokea mtu amesogeza kitu kimoja kinatengeneza hatua 2 au 3. Kwa hiyo ule msukumo wa miguu, mtu ambaye anajaribu kutembea unatengeneza msukumo mwingine, unazalisha msukumo mingi zaidi. Kwa hiyo unakuta mashine inawezekana bearing zaidi hata ya 100. Una mechanic system ambazo zina joints nyepesi sana. Kwa hiyo mtu anapojaribu kutembea hatua moja, ule mkanda unatembea hatua nyingine unamwekea wepesi. Kwa hiyo unaweza kujikuta unatembea umbali mrefu ambao ni sahihi. Yani kuna tofauti mkubwa sana wa kutumia mashine ya umeme na hii mashine ya manyo ambayo ni kwa non motorized, haitumii mota yote. Sasa nikaona kama mtu anatembea bila kutumia umeme na nguvu anayotumia ni ile kama anayotumia barabarani. Kuna utofauti mkubwa sana kati ya mashine inayotumia umeme na mashine isiyotumia umeme. Mashine inayotumia umeme kwanza ina mota alafu inatumia umeme, na zile mota zina powers kubwa sana. Ile powers zinaenda mpaka powers ngapi? Zinaenda mpaka powers 2, powers 1 ambayo ni umeme mkubwa sana. Sasa nikajiuliza, mimi nikitembea barabarani natumia nguvu ya miguu yangu, ambayo nguvu ya miguu yangu haiwezi kufika powers 2, si powers 1, ni nguvu sana, ni nguvu kubwa sana ya mota. Lakini kwa nini mashine ya mazoezi nitaka kukimbia inipe nishati kubwa sana ya umeme? Yaani mashine inazina umeme naongelea. Kwa nini nitumie umeme mkubwa sana kunisababisha mimi nifanye mazoezi? Kwa hiyo nikaona ni utumiaji mkubwa sana wa nguvu bila kuleta. Na kadri mashine ya umeme inazidi kutumia nguvu kufanya wewe kimbia, hizi zinaita treadmills, sio? Electric treadmills. Inazidi kutumia umeme. Tunatumia kwenye gym. Kwenye gym zote tunazo nyumbani. Sasa hilo nakuta wewe umetumia umeme na ile mota yake ni kubwa sana, ndio maana kwenye ule mkanda ukirelax na kutupa. Na watu wengi ambao wanaanza kuzitumia huwa zinawaumiza sana. Sasa nikaona huu ni umeme unatumika bure. Yani, wewe unaona kwamba anatumia ile ya umeme mwingi hiyo ambayo inatumia mota, hafanyi mazoezi kama inavyotakiwa. Hafanyi mazoezi. Sasa wewe kuna mota inatumia kilowatts 2, kilowatts 1. Ile mota ndio inafanya. Unaweza kuwa umetembea kilomita 10 ila kiwalisia umetembea kilomita 4. Kwa nini utembee na ule mkanda unakusaidia? Wewe unafanya kazi ya kupita juu ya mkanda. Usimenielewa vizuri? Wakati tunaanzisha mwili wako tu pale.
Kwa hiyo ukija kuona vizuri wewe, ili ukimbie inabidi miguu ifanye kazi, ipate misuli. Sasa ile kwa mashine ile mguu huwezi kupata msuli. Kwa hiyo manyo ukitoka hapo unakuwa yani kweli unajisikia very strong. Na manyo ndo mashine ambazo hata nje zinatumika sana kwa watu wanariadha, kwa watu hawa maboxing, mabondia. Kwa mtu ambaye ni bondia, ambaye ni mwanariadha, mchezaji mpira, hawezi kutumia electric treadmills. Hawezi kumsaidia chochote. Kwa sababu gani? Nguvu hawezi kuipa kipimo cha nguvu yake. Ni sawa imekosha dashboard unatembea kilo 10, lakini kiuhalisia sio kilomita 10. Kwa sababu ule mkanda unakusaidia. Kwa nini mkanda utembee wewe ufuate juu yake? Lakini sio kwamba na anavyotembea anavyofuata nayo anakuwa anatumia nguvu. Hapana, anatumia nguvu, anatumia ni ndogo sana. Sana mno. Nitaka kuambia ndio maana ukisimama inakutupa. Kama ingekuwa ni nguvu yako ilibidi uweze kuendelea. Maana hata kama leo tukikupa kwenye ule mkanda, tukakwambia kimbia labda kilomita 10 au tembea labda kilomita 3 kwa lisaa. Sijui kilomita 1 kwa lisaa, sijui especially speed ya wanadamu kwa lisaa. Wewe unavyokimbia, ukikimbia speed kubwa sana kwenye electric treadmills, huwezi kuzidi speed ya mkanda. Na ndio maana ile speed unaiseti mwenyewe. Kwa hiyo ukikimbia speed ya mkanda utaumia. Ukipunguza speed utaumia. Hivi niambie kwa mtu ambaye yeye kwenye field za kucheza mpira, sijui mwanariadha, sijui ni bondia, sijui nani. Wewe unaona hawezi kupata stamina nzuri miguuni kwa sababu gani? Yeye atakuwa ameelewa na ile. Kwa hiyo mimi nikiweka speed labda kilomita 20, kilomita 5 kwa lisaa, inabidi nikimbie na ile speed. Mtu anaweza kuwa na wasiwasi kwamba kwa kutumia hii ya manyo hii ambayo imetengeneza anaweza kawa anachoka sana kwenye mazoezi kutokana na nguvu anayotumia. Sasa hiyo ndio uhalisia wa mazoezi. Unapozidi kuchoka ndio uhalisia wa mazoezi. Ndio maana kwa mtu anaanza kufanya mazoezi, nikianza mazoezi leo nitachoka sana. Lakini kadri muda unaozidi kwenda nazidi kuwa imara. Na ndio maana alafu kitu kingine tunatofautiana. Mtu mwingine anafanya mazoezi mlimani, mwingine tambarare. Kwa hiyo unajikuta wewe mazingira ya mazoezi ndio yatakufanya uwe na imara zaidi. Kwa hiyo kuna tofauti mkubwa sana. Hii ya umeme itamfanya mtu aone amekimbia kilomita 10 lakini kiuhalisia akatembea kilomita 4. Lakini hii kikusomea umetembea 10. Ni 10 zenyewe kwa sababu ule mkanda unatembea kwa nguvu ya miguu. Hii inatumia nishati gani kuweza kuiendesha? Kabla sijakujibu kitu kingine, mashine sio ngumu hata kidogo. Nadhani next time hata mna tutaileta hapa kama tukiwa tuna muda, tukiwa tuna wasaa mzuri, tutaileta hapa taona haina ugumu wote. Yaani haina ugumu. Lakini nishati inayotumia wewe nilisema unapotembea unazalisha nguvu. Na ndio maana unaweza kutoka sehemu moja unatengeneza mechanical energy. Mechanical energy ni ile nguvu ambayo inaweza ikatoa kitu sehemu moja kwenda nyingine, au inatengeneza mzunguko au inatengeneza vitu ambavyo vinaweza vikatembea. Ndio sasa mechanical energy ndio inatumia, miguu yako inazalisha mechanical energy. Wewe unatumia nguvu ukitembea, ni nishati. Na ndio maana ukitembea sana unahisi njaa. Tunasema na burn calories, mafuta sijui nini. Kuna nguvu unatumia. Sasa ile nguvu unayotumia ile inaweza unaozidi kutembea inaweza ikafanya ikazungusha kitu chochote. Kwa hiyo ule mkanda unaona ni mwepesi sana mno kupitiliza, lakini umedesigniwa kwenye muundo wa kwamba ndio maana imetengenezwa kama slope fulani hivi. Kwa hiyo unapokanyaga hivi kile kitu yaani ukishakanyaga step hii moja inakuruhusu utembee step nyingine. Unapotembea step moja yenyewe inasogea. Kwa hiyo unapozidi kutembea ule mkanda unajisogeza yenyewe. Lakini mechanism yake sio nyepesi sana. Yaani pale kuna bearings nyingi sana. Kuna bearings zaidi hata 50 ambazo zimepangiliwa kwa mpangilio fulani hivi ambazo zinategemeana. Kwa hiyo kuna bearings inapokea mkanda. Nadhani nikisema bearing mnaelewa. Bearings zinatumika ku reduce frictions. Kwa hiyo inapunguza ile msuguano. Kwa hiyo unapozidi kutembea unakuwa unatengeneza kitu ambacho kinatembea. Sasa mguu wako ukienda step moja, step ya pili, kwa kadri unapozidi kuongeza speed na ule mkanda unatembea kulingana na speed yako. Kwa hiyo inasema ambayo unaweza ukadhibiti speed kwa set. Hii set speed ni wewe mwenyewe. Yaani ni kwamba ndio nikasema inamfaa yaani wewe ukikimbia speed, hata ukimbia speed kama ya Usain Bolt, ukitaka kupunguza unaipunguza hadi unatembea. Ni sasa ukiwa barabarani unaweza kukimbia speed kubwa sana, huwezi kustop hapo hapo. Unasimama kwa kupunguza mwendo. Unasimama kwa hiyo ukiona nimekimbia sana unapunguza mwendo mpaka utabaki kwa mwendo wa kawaida, unatulia tu. Sasa za umeme ukiona kuna hizo umeme ukikimbia speed kubwa sana. Ndio akasema azofaa wanariadha. Huwezi kuwa mwanariadha unajitrain kwenye training, huwezi. Lakini cha kuongea zaidi, kwa nini nilifanya hivi, niona kwamba kwa Dar es Salaam au mikoa mingi ambayo ina maendeleo makubwa sana, sasa majiji yetu watu wengi wana mpangilio mbaya wa maisha, lifestyle. Kwa unajikuta ile mtu anaamka asubuhi kufanya mazoezi, kuna ugumu. Yaani mimi naona nitembee barabarani, ninunue nguo za mazoezi, kila siku ninunue viatu vipya, na kinachokuja kutokea unashangaa barabarani kwenyewe sio salama sana, nyingine vumbi. Unaweza ukashangaa unaenda nje kufanya mazoezi lakini unapata magonjwa mengine. Vumbi, unapishana na bodaboda ni hatari pia.
lakini pia zile gharama, sijui ninunue nguo hii, nifue nguo. Kwa hiyo ukiwa nyumbani utaona unataka wewe. Kuna nguo nyingine huwezi kuvaa barabarani, tunatembea utaonekana haujakaa vizuri, lakini kuna nikiamua mimi ni nyumbani nitavaa ninavyotaka mimi nifanye mazoezi. Kwa hiyo inasaidia sana kwa namna moja au nyingine kwenye upande wa mazoezi kwa ujumla. Lakini pamoja na hili la kufanya mazoezi ukaongeza uwezo wa kwamba mtu anapofanya mazoezi uwezo wa kutengeneza umeme unakuwepo. Pengine tueleze katika hili ni kwa vipi sasa inabadilisha hiyo nguvu ambayo inatumika katika mazoezi kuzalisha umeme na unatumika vipi? Okay. Nilivyoangalia kwa mfano na mashine ya umeme inatoa ina mota. Ina nini? Ina mota. Ile mota inazungusha belt. Mota inatengeneza, ina convert electrical energy kwenda kwenye mechanical energy. Ambao umeme ni energy moja wapo. Ile unaweza ukaconvert umeme kwenda kwenye mechanical energy, kwenye heat energy, hata kwenye light energy. Sasa ukifanya vice versa. Zamani silikuwa tunaweka mota, sasa mimi ile mota nasukuma ile mkanda. Maana yake mimi pale kwenye ule mkanda tutaweka kitu kama mota. Kama tunaita alternator. Kile kifaa kipo kwenye magari, kwenye bajaji, kwenye pikipiki au kwenye baisikeli tunasema dynamo. Ukiwa unaendesha baisikeli, nadhani nafahamu. Ukiendesha baisikeli sana taa huwa inawaka. So nafahamu? Ile taa inawaka nini? Dynamo. Tumesoma hata kwenye sayansi primary. Nadhani darasa 7 mpaka darasa 5 la hivi vitu nafundisha. Kwa ile dynamo ile ikipata mzunguko inaweza kuzalisha umeme kiasi fulani kwa kuwezesha kufanyaje kuwaka. Kwa hiyo ile mechanism nikichukua nikaipeleka kule, ule mkano unapotembea, si ule mkano unatengeneza mzunguko. Maana yake kuna mechanical energy. Mechanical energy inateza nini? Ule mzunguko. Ule mzunguko ukiweka kifaa kinaita alternator, kile kifaa anatumia kipokea mzunguko kinazalisha umeme. Kinazalisha umeme kupitia njia ya usumaku. Ambako ndio kama mfumo wa dynamo. Na ndio maana magari mengi unashangaa gari na charge battery. Ndani yake kuna kitu inaitwa alternator. Lile gari linapokuwa linatembea kuna sehemu anachukua anaweka vifaa kwenye ule mzunguko wa tairi yako ya gari au anaweka cheni zake zinakwenda kwenye alternator. Alternator inatoa nini? Inakupa umeme. Ule umeme ambao unaweza kutumia kama kwenye AC, kwenye umeme taa za magari na nini na betri na kuchaji betri. Kwa hiyo kifaa ukikitumia kwenye mfumo huu kule mzunguko unaotembea kwa sababu ule mzunguko ni mkubwa kidogo, kwa sababu zile bearings zinafanya usitumie nguvu sana, lakini zinatengeneza mzunguko mkubwa zaidi, kinaweza kuzalisha umeme kupitia system hiyo hapo au mfumo huo wa alternator. Na umeme huu unaotengenezwa unaweza kutumika kwa namna gani? Sasa ule umeme kwa kiwango gani pia? Umeme unaweza kutumia kwenye vifaa vya nyumbani. Kwa mfano mimi nikikimbia masaa mawili, kuna wako na betri, naweza nikalichaji nikatumia. Mimi na asubuhi naamka hakuna jua kali. So maana kama kuna saa nyingine hata mjini jua linakuwa halipo. Kwa hiyo unajua kama hata kama ungetumia sola isinge kusaidia zaidi. Lakini kwa ile mashine inatengeneza nguvu kubwa ndani ya muda mfupi sana. Kwa hiyo naweza kukimbia masaa mawili nikatengeneza umeme wa kutumia hata zaidi ya masaa 10. Yaani maana yake naweza kukimbia masaa mawili kama na uwezo huo, lakini hapo kwanza kwa nakimbia kidogo na kimbia masaa mawili nikachaji betri nikatumia kifaa kinaitwa inverter nikatumia kwa zangu vya nyumbani. Kwa mfano nikatumia kwenye feni, kwenye friji, kwenye taa. Umetumia rasilimali kiasi gani kuinvest kwenye ubunifu wako? Rasilimali za fedha au za kuna rasilimali fedha, tuanzie hapo, labda kuna muda, rasilimali watu, malighafi. Kwanza kabisa malighafi kubwa zaidi ni muda, ukiachana na hela, sababu kitu ambacho nakifikiria hivyo kina chepesi sana, lakini ukianza kukitengeneza unajikuta ugumu unazidi kuwepo. Ila tu ni sehemu moja hapo ya uzoefu. Nimetumia muda mrefu sana. Nadhani zaidi sija wiki 2 kama 3, kwa sababu unafanya hivi kinagoma, unafanya hivi inagoma. Hadi unaweza sikavie kinaweza kashindwa kuwezekana, lakini ndio muda mrefu sana nikajua tataja miaka, kumbe wiki. Siku hizi kuna wepesi sana kwa sababu vitu vinapatikana nadhani. Lakini kwenye gharama ni zaidi ya milioni. Zaidi ya milioni moja, kwa sababu mpaka mashine inakamilika. Kwa sababu inafaa vingine ni vidogo lakini inahitajika vingi ili kutengeneza wepesi na kuwa. Na so far umeshatengeneza mashine ngapi? Au ndio hiyo moja kwanza? Ndio hiyo moja kama sasa. Na iko katika hatua gani pia mpaka kufikia sasa imeshakamilika kwa ajili ya matumizi, ama bado kuna maboresho ambayo inahitaji? Kwa ajili ya matumizi bado hajakamilika, kuna maboresho kidogo inahitaji, kwa sababu nilipotengeneza mashine ya kwanza ilitengenezwa kwa muundo wa majaribio. Kwa sababu unapofanya kitu kwenye unaweka bidhaa mpya unaweza kukamilika kwa 100%. Kwa sababu unaweza kaja na una mchoro fulani kwa goma ukabadilisha hivi. Kwa hiyo unajikuta hata muonekano uliokuwa unataka haudi, ila unakuwa una afadhali.
Kwa hiyo nadhani kwa muonekano, kwa nani hii hapa ndo ya kwanza iko kwenye hatua majaribio, lakini kuna vitu vidogo sana vya kubadilisha ili tuende kwenye matumizi. Nadhani haitachukua muda mrefu sana. Na malengo yako ni yapi? Ni kuzalisha nyingi kwa ajili ya kuwauzia watu, ama mpango wako ni upi sasa? Mpango wangu ni kuzalisha nyingi niwauzie watu, lakini na lengo kubwa sana ni kutatua changamoto yao. Sasa hivi changamoto ndio fursa. Kwa hiyo sasa watu wanapokuwa na changamoto ninavyoisolve kwanza, itaniwezesha mimi pia kupata kipato. Kuna washirika wote ambao umeanza kushirikiana nao kwa ajili ya kupanua zaidi wazo la mradi wako? Bado. Na ni masharti gani ambayo yapo ili mtu labda akitaka kuinvest ama taasisi mbalimbali ama serikali wakitaka kuwa washirika? Kwa haraka kitu ambacho ni cha muhimu zaidi ni malengo ya muda mrefu. Unajua unapofanya investment lazima ujipange, lazima utangaze. Yaani usipofanya kitu usipoonyesha watu wasijue. Kwa hiyo na mimi malengo ya muda mrefu labda kuweka bidhaa iwe kwenye ubora zaidi, lakini pia kutafuta masoko ya nje na ndani kuyachukua zaidi. Kwa mfano kuna vilabu vikubwa vya mpira vina train wachezaji wake vizuri. Hizi manual trade mills zinaweza kupatikana kwa nje ya nchi nyingine. Lakini kuna utofauti upo. Zina gharama kubwa sana, lakini pia kuna kitu kinaitwa service. Unaweza kununua kitu kwa bei kubwa alafu kikakupa gharama kubwa sana ukifanyia marekebisho. Kwa hiyo mimi naamini na ubunifu wangu unaweza kuwa bora zaidi, kwa sababu hata ikitokea kifaa kile kimeharibika hataweza kusema tuagize spare nje. Nadhani umeelewa vizuri. Yaani sasa leo ikitokea kuna kampuni ya gari hapa nchini imetengeneza gari, unajua faida yake ni kinunua ile gari sitahangaika kuchukua kipuli nje. Na hata kama kuna changamoto inasolviwa haraka. Kwa hiyo kitu ambacho nakichukua nje unakuja kumleta fundi wa hapa akitatua changamoto yake, unakuta kuna baadhi ya vipuli mpaka uviagize kwenye kampuni husika. Kwa hiyo inatatua changamoto hiyo, nadhani ndio changamoto kubwa sana. Kwa hiyo endapo ikitokea mwekezaji ni uzalishaji kwa kwenda mbele, uzalishaji mkubwa sana ambao utahakikisha wana wachezaji wana mazoezi wakubwa wote wana hivi vifaa. Na umesema imekugharimu hadi milioni 1 hivi kukamilisha. Kwa mfano wewe mtu akihitaji kuinunua unaweza kuipata kwa gharama ya shilingi ngapi? Kwa gharama ambazo akainunua ni milioni 2. Okay. Na labda watu wakitaka kukupata ama kuwasiliana na wewe, na namba yangu ya simu, lakini pia nina account ya Instagram ambayo natumia mara nyingi, ambayo inaonyesha matukio yote ya ubunifu, kwa sababu nina ubunifu nyingi sana. Namba ya simu ambayo ni 0758992701. Na kwenye mitandao? Kwenye mitandao ni Abdul Karim 8. Okay. Safi. Sasa ndio kwa kumalizia sasa, unalipi la kuambia pia wabunifu wenzako ambao wanafanya bunifu mbalimbali? La kuambia wabunifu ni kwamba jitahidi sana tutumie muda wetu vizuri, lakini kingine utakachokifanya chochote nguvu unaiweka sehemu haiwezi kupotea hata siku moja. Unajua ubunifu ni unakasha tamaa sana, kwa sababu unafanya kitu ambacho watu wanakiona kizarau, sio? Unajua mtu akikuona unafanya ubunifu, watu wengi wanapokuwa wanakuona jamaa wa China, unamjua Mchina, sijui unamjua mtu gani. Hilo watu wengi wanakasha tamaa, mara China kichukua China nikichukua. Lakini hapana, mwisho wa siku tunakuja kiangalia sisi, kila mtu ana uwezo wake. Hatuwezi kufanana hata siku moja. Ni kila unachokifanya unakithamini basi. Ukishakithamini unachokifanya kinaenda. Nguvu unaiweka sehemu haiwezi kupotea. Kwa hiyo usiogope kupoteza muda wako, kupoteza rasilimali zako. Nguvu yako haiwezi kwenda bure tu. Shukran sana. Tunakutakia kila heri katika kile ambacho umekuwa ukikifanya, Abdul Karim. Asante sana. Tunakamilisha hivyo. Tumezungumza hapa na Abdul Karim Maadhi ambaye ni mbunifu na kubwa, ametengeneza mashine ya mazoezi ambayo imekuwa ikizalisha umeme kama ambavyo tumezungumza, na ni ndoto yake pia kuendeleza bunifu mbalimbali ambazo amekuwa akizifanya.